Last Sunday tuliangalia kuhusu uaminifu na jaza rika, tukaona uaminifu ni nini. We define what is faithfulness. We said what is faithfulness. Tukasema faithfulness is being royal, being true, being steadfast, being trustworthy and dependable. Na nilisema ya kwamba hivi, the reason why mambo haya lazima tuyatilie mkazo ni kwa sababu hatuwezi kuinuliwa na Mungu pasipokuwa watu waaminifu. Amen. Mungu hawezi kutuinua, kuna viwango hatuwezi fika without being faithful. Na mambo haya ni baadhi ya mambo ambayo watu wanapuuza sana. Lakini I want to say this, principles of God will not change, kanuni za Biblia hazibadiliki. Women saa zibadilike kwa sababu zingine zinakuanga ngumu kidogo. Unajua hivyo? Yes. Au niaje kutupishi? Yes. Kanuni za Biblia zingine sio rahisi, ni ngumu. In fact, maandiko yanasema kajia ya kwenda mbinguni ni kebaba sana. Ni kweli? Yes. The way to heaven is very narrow, na itabidi ujisukumie. Utabeba mizigo, na ndio maana unaona safari hii ya mbinguni haina watu wengi. Haiko na watu wengi. Maana utajisukumia ndani, utabeba mizigo, huwezi danganya. Na vile sometimes uongo inakuwa kama msuri. Au hamjui uongo sometimes inakuwa nzuri. Ni gani rahisi kudanganya ukiongea kweli? Simuongee. Which is easier? Ni kudanganya, si kweli? Nani hapa hadanganya nani? Kuna mtu hadanganyaji hapa. So you'll find the way to heaven, that narrow path. Haiko na watu wengi. But I want to say this, we have no option but to fit ourselves in that way. Kanuni hizi za Biblia, we have no option but to follow them. Are we together? Yes. Na nikasema hivi ya kwamba this virtue called faithfulness is one of the important virtues we have in the Bible. Faithfulness. Jesus was the Son of God. Alikuja dunia hii, akaishi kama sisi, akajaribiwa kama sisi so that tusiwe na kidogo isipige kelele. Akajaribiwa kama sisi so that hatutakuwa na excuse ya kwamba it is not possible. Sawa? Jesus cried like a man. Jesus was tempted like you and me. Alipigwa makofi. So kama ushawaipigwa makofi, you are not the first one. Even your savior was. In fact, alikuwa anatandikwa na adui atabibu. Kwa sababu alikuwa amemfunga macho. Na maandiko inasema he became such a high priest because whatever man goes through, he went through. Aliona njaa, alichukiwa, alipigwa makofi, aliuawa, alisibuliwa na usingizi. Au mjui Yesu alisibuliwa na usingizi? Alisibuliwa na usingizi vile unajisibu hata unashindwa kuamka kuomba. Hata kuna wakati walimwamsha kwa boti wakamwambia mkubwa, hata kama ni kulala bwana. Unalala mpaka wakati mbaya bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nini ingine ilisibua Yesu? Njaa. Kukataliwa. Hata njaa. Kwanza wacha tuulize hiyo ya njaa. Njaa kwanza ilisibua Yesu siku moja akiwa kwa mfuko. Mpaka shetani akakuja kumsaidia, wasaidiane vile atafungua. Akamwambia si ubadilishe hii mawe ikue ikata. Kwa hivyo whatever you go through as a human, we have such a high priest who went through whatever we go through na alishinda, si kweli? Yes. Kwa hivyo wale watafika mbinguni waseme shida ilikuwa mdomo, Yesu atawapenda namna gani? Nilishinda mdomo. Wale watafika mbinguni waseme shida ilikuwa nini? Wanawake, Yesu atawapenda namna gani? Sasa anasema alishinda Msamaria. Na ni kweli alishinda Msamaria. Maana huyu mwanamke hapo amekuja na lengo nzuri.
Na ndio maana Yesu alimwambia ulikuwa na ngapi? Maana wewe mwanamke alikuwa ameona kijana mzuri. Unajua Yesu alikuwa at his climax that. Alikuwa around that one hapo that. Kwa hiyo huyu mwanamke alikuwa ameona hapa nimeangukia. Kwa hivyo vijana wale mtasema au wanaume, wale mtasema ni wanawake. Yesu atasema mimi nilishinda Samaria nikashinda mwili. Nilikuwa kijana. Kwa hivyo hakuna excuse. Nini nyingine alishinda? Kashinda ja. Ndio unatufundisha nyuma. Nini nyingine Yesu alishinda? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu Yesu hakupitia kama kuhani mkuu. Na mambo haya yote Yesu alipitia kwa nini? So that he can become such a priest who is tempted like a man and he overcome. Tusiwe na excuse. Na ndio maana ukilia ukisema Yesu nasikia njaa, anakumbuka vile njaa ilimuuma. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Lakini the reason why nilikuwa ninaongea mambo haya yote because I wanted to say this. Though Jesus was tempted in all ways, he remained faithful to he who had called him. Sawa sawa? Yes. Alibaki kuwa mwaminifu kwa sababu ya yule aliyekuwa amemtuma baba yake, and he accomplished the task that was ahead of him, right? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe ambaye unakuanga na excuses, ati hii dunia mtu hawezi sifanye nini, hii dunia mtu lazima adanganye, hii dunia mtu hawezi angalia vile mambo yako mazuri. Wacha nikwambie, kuna mmoja alipitia hiyo na ndio maana alivaa mwili so that hatutakuwa na excuse. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako ni nini imekushinda. Mweukie umuulize, na akikuangalia vibaya uinue mkono. Hallelujah. So we define what is faithfulness, right? And then we saw three levels of faithfulness. Tulisema ni gani na gani? We said faithfulness to God, faithfulness to men, and then faithfulness to yourself. Na nafikiria sana niliguza kidogo concerning faithfulness to God, Tuliguza hiyo? Yes. Na nikatoa mifano ngapi? 2. Tukaona kuna watu ambao walikuwa faithful to God. Amen. To an extent wakaandikwa kwa Biblia so that we can learn from them. One of them, tuanze tu na Yesu mwenyewe. He was faithful in all his ways. He was faithful to the Father. Si ni kweli? Ya, nani mwingine tulisema kwa Biblia? Acha nione kama niko na wanafunzi wazuri. Au ni wale wanaandika kwa karatasi. Akienda kupika ugali kwa nyumba anakumbuka, ugali itaugua na sina kitu ya kushika. Tulisema nani mwingine? Shadrach, Meshach na Abednego. Okay, sawa, kama mlishika hiyo ni sawa. Kuna wanafunzi wakati Yesu alienda mbinguni, they replaced Judas, Si Judas alisaliti Yesu. And wale ambao wali replace Judas, one of them tulisema anaitwa Barsabbas, who was named Justus, Na hawa watu the reason why walichaguliwa na kanisa, maana kanisa iliomba sana wajue ni nani atareplace Judas, ni kwa sababu hawa watu walikuwa waaminifu kwa kanisa hata ingawa hawakuwa leaders, right? Walikuwa wanaenda na timu ya disciples na mitume katika mahubiri, katika crusade, katika mikutano. So in and out they were so faithful, very loyal, though they were not leaders. And for this reason, wakati wa mitume waliomba wakauliza Mungu, who do we replace Judas with? And then God approved them na wakaingia katika kuwa mmoja wapo wa the disciples. Bwana Yesu asifiwe. Na wale hamjui, mbinguni kuna sehemu kubwa sana imetengwa kwa ajili ya apostles au disciples of Christ. Maandiko yanasema kuna gates. Si unajua hivyo mbinguni kuna gates? Na gates mbinguni zinakuwa za kuzuia nini? Si gate inakuwa ya kuzuia mwizi. Na yule mtu atakata gate mbinguni ni za nini? Bwana Yesu asifiwe. Okay, hiyo ni it is for another day.
But those gates kumeandikwa majina ya all the apostles. Kwa hivyo wale ambao wameandikwa hata hawa wataandikwa kwa hiyo into those gates. Cosmos. Nimenaisia waya ya nini? Then we saw who else? Who else did we saw? Was faithful to God? Abraham. Si kweli? Abraham was also faithful to God. Na ndio maana akaitwa baba wa imani. Na wapendwa, niseme namna hii. The only one who can benefit from your from faithfulness, it is you. You are the first man or person to benefit from faithfulness. So Abraham eventually he became father of faith. Baada ya kupitia mambo mingi, hana mtoto, amezeeka, he still wait upon God. Sawa sawa? Yes. Amengojea Mungu mpaka anazeeka, bibi yake amepita wakati wa kuzaa, lakini he still waited upon God. He was faithful. Now, that's the reason why we still have him as one of our examples concerning faithfulness. He was even faithful with money. Abraham was very faithful with money. Na kwa sababu pia hiyo ni area nyingine watu wameshindwa sana kuwa waaminifu na pesa. Na maandiko inasema hivi, I think in the book of Matthew, ya kwamba if you cannot be faithful with mammon is money, how will God trust you with his true riches? Kwa hivyo watu wengi maeneo haya ya pesa hawakuwa waaminifu. Na mtu akiaminika na pesa, huyo ni mtu ambaye moyo wake iko kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi touch anything else, uza kitu chochote kile, but don't touch the pocket. So long as you don't touch the pocket, you have no problem with them. Kwa hivyo Abraham was faithful with money, and I also said something concerning how to become faithful with money. What did we say? For you to be faithful with money, you have to consider yourself as a steward and your money as a resource. Number 2, determine to honor God with your tithe and offering. Number 3, avoid greediness. I'm just recapping for those who are not faithful, who are not with us last Sunday. Leo ningetaka tujifundishe concerning being faithful to others. Being faithful to others. Maana hiyo ya kwanza ilikuwa being faithful to God. How do I become faithful to others? Maana Mungu anaangalia mambo haya sana. Being faithful to others. Or being faithful to men. Being faithful to men. Luke chapter 16 verse 10, maandiko inasema hivi. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is also unjust also in much. If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you trust, will commit to your trust the true riches? Hapa kuna maandiko ambayo inaongea itaform our foundation concerning being faithful with men. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme hivi, wapendwa, hakuna mtu ashawahi kukutana na Mungu. Na kama ushawahi kukutana na yeye, tafadhali leo tuambie anakaaga namna gani. Na mara nyingi watu hawajawahi jua umuhimu wa kuwa trustworthy, wa kuwa faithful with men, even serving others. Before you serve God, God will always test you whether you can serve men. Kuna watu wanasemanga mimi kile ninaogopa tu ni Mungu. Yule mimi nitamtumikia ni Mungu. But I want to say this. Mara nyingi serving men is serving God. Sijasikia amen. Serving men is serving God. Amen. Are we together? Yes. Na kwa hivyo Luka akasema hivi, yeye ambaye ni mwaminifu na vitu kidogo ni mwaminifu kwa vitu mingi. If you can't be faithful with the 10 bob, you cannot be faithful with 100. God, give me a salary of 100,000. Nitaanza kutoa tithe. You cannot give tithe of 100,000 if you are unable to give tithe of 10K. Bwana Yesu asifiwe. Baba nibariki, wakati nitapata promotion, nitaanza kutoa sadaka nzuri. You will never be faithful with much if you have not been faithful with little. How you handle little thing determine how you handle great things. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nirudie. How you handle little things determine how you handle much. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, before God entrusts you with many things, He tests you with small things.
Before he trusts you with bigger responsibilities, you'll be trusted with small responsibilities. When you look at the life of David, Daudi alimwagiwa mafuta wakati alikuwa kijana mdogo. In fact, hakuwa ameanza kuwa leader, but he was a leader of some few sheep of his fathers. Alikuwa kiongozi wa nini? Kondoo. Now, David proved very faithful. Now, that literal sheep of his father. Now, though he was anointed, na akaendelea kuchunga kondoo. Daudi hakumwagiwa mafuta mara moja. Alimwagiwa mafuta mara kadhaa. Mara ya kwanza akawa kiongozi wa Juda. Hakufanyika kiongozi wa Israeli, maana Israeli ilikuwa mara mbili, kulikuwa na Juda na kulikuwa na Israeli. Na baada ya kuprove still faithful, he was anointed again and he became the king of Israel. Combined Israel and Judah, are we together? Kwa hivyo hakuna nataka kusema namna hii. Wale ambao mko hapa na tunapuuza mambo haya kidogo kidogo, ningeomba kwa jina la Yesu, kuanzia leo, let us not despise small responsibilities. Let us not despise small salary. Hiyo kidogo kuwa mwaminifu nayo, maana hiyo ndio itaamua kama utainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua watu wengi hawakuangi. Many people are not hawanaga, they don't bother small things. Pastor, nimekuwa kwa ushirika ya watu watano. Hata nisipoenda huko. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hiyo ndio mtihani yako. And I want to say this. Na mnishike leo. Msipo au tusipoaminika na mambo kadogo, God will not trust us with much. David, before he was trusted with a throne, God tested him in the area of faithfulness with small things like sheep. Sawa? Sheep. Man. Are we together? Yes. Kwa hivyo David is one of our example. Now ukiangalia how David handled the sheep of his father. He fought bear and lions and defended this small sheep, it's okay, with his own life. Nani hapa anaweza kuona simba na unashuga kondoo au mifugo ugoje? Wacha simba hata uwa mwitu. Unaenda nyumbani umehema vibaya sana. Unaulizwa wapi mifugo? Ile huko nimeona huko. Sige goja. But I want to thank God. David was faithful to his father with those little sheep. He defended them with his own life. Alipigana na dubu, akapigana na lion, akapigana na name it, because of those small sheep. Those small sheep. Na Mungu akaangalia hiyo moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua wakati mhubiri wa asubuhi alikuwa anafundisha, alisema kitu ambacho most of us huwa tunapuuza. Unatoka nyumbani umepigana na mzazi, unakimbia ukutao. Wengine ulitoka nyumbani kama umekosana na mama, ukajishika mahali tunaitaga 6. Unajua 6? Ukashika 6. Na ukamwambia hata mimi ni mwanamke kama wewe, acha nikwambie. Hii dunia itahangaika. Sawa? And I want to say this, wapendwa. Let's understand, principles do not change. Principles do not change. Kanuni hazibadiliki. It is you to adapt. It is you to align with the principles of heaven, so that our life may change. Be faithful. Na Mungu, God does not demand a lot of things. Pastor, God does not demand a lot of things. Kwa 10,000 anakuambia nipatie ngapi? Moja. Kwa shilingi 10 anakuambia nipatie ngapi? Shilingi moja. Lakini watu wengi wanakuwa waaminifu so long as ni shilingi moja. Wacha zianze kuinuka kidogo. Na kwa hivyo Daudi is our example of a man who was faithful. Man who was faithful to his life with small things, small responsibilities. Anapewa majukumu, anaenda anafanya na anasema hivi, kama kuna wakati alienda ametumwa na Sauli. Many times David was given responsibility here and there. Sometimes ilikuwa tu mitihani, enda ufanye 1 2 3 tuone. And then David was always faithful and he reported back. Nimefanya 1 2 3 kulingana vile ulimtuma. Now we see David hata baada ya kukibishwa na Sauli, sababu Sauli alikuwa anataka kumuua. He did not revenge, he did not fight back. He was still faithful to his master.
even when his master was very, very mad with him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Do I have faithful people in the house? Are you faithful? Uliza jirani yako whether he is faithful. Are you faithful? Are you faithful to your wife? To your husband? Are you faithful to your boss? Wewe umenyamaza. Ni dalili ya kuambiwa pastor pande yetu tunahitaji neema. Na ni kweli tunahitaji neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are you faithful to God? Are you faithful to your friend? Do I have faithful people in the house? Yes. Au waliisha? Kwanza sasa hivi tunaenda season ya siasa. Na nawaambia Mungu msiabuke na siasa. Unajua nilirealize kuna season zinakujaga watu wanasahau Mungu, wanaenda na hiyo mito kama season za siasa. Nawaambia Mungu awaweke kwa jina la Yesu. Amen. Msiende na hizo vitu. We remain loyal to our God. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Our second example is Joseph. Joseph is a young man who had a very, very rough beginning. He was rejected by his own brothers and he was sold back to Egypt. Lakini Joseph, all his life, one of the things that remained a pillar to him was his faithfulness. Kuna siku alienda kaajiriwa kwa nyumba ya mkubwa na bibi ya huyo mkubwa Potifa alianza kumtamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kamwambia kijana, mimi nimetamani sana. Na huyu mwanamke hakuwa anaficha. Alikuwa anamwambia mimi nataka kulala na wewe. Sawa? Yes. Sawa? Yes. How many house boys can behave like Joseph? We don't have many house boys who can behave or house girls. House girls and house boys was squeezing. Do they behave like this? They don't. Anasemaga this is a golden. Simumalize, it is a golden opportunity. Huyu mwanamke alijaribu huyu kijana for a very long time. Alala na yeye. But we see faithfulness of this boy. He said no. In fact, alitoa nguo akamwachia. And because of this, he landed in a prison. And even in prison, he was faithful. Wacha niwaambie, unaweza kwenda hasara kwa sababu ya kuwa mwaminifu, lakini Mungu huwa anaona mambo haya. Na akianza kukuinua, hakuna wa kukushusha. Bwana Yesu asifiwe. Go alienda kwa prison, akakaa huko for some years, and then eventually God did his work until he was promoted from prison, from grace to grace. Right? Yes. Sawa sawa? Amen. Kuna watu wanasemaga nitakuwa mwaminifu so long as sijaenda hasara. Ukiona kama hasara inakuja unaona Mungu ataelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Genesis 39 verse 8 and 9 says, but he refused and said unto his master, wife, behold, my master watcheth not what is with me in the house, and he had committed all that he has in my hand. There is no one greater than me in the house, neither has he kept back anything from me. But because thou art his wife, how then can I do this great wickedness and sin against God? Alikataa. Alisema ya kwamba mkubwa wangu hakuna kitu mimi huwa anashughulika nayo, ameniachia kila kitu. Hii nyumba mimi ndio huwa ninajua kona gani iko na uchafu, kona gani inahitaji kufanyiliwa. Ninajua kila kitu ya hii nyumba apart from you. Hujapewanwa mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. And remember Joseph, this time he was a young man. His blood was boiling. Hatuwezi sema alikuwa mzee, alikuwa kijana, alikuwa na nguvu. Kwa hivyo hakukataa mambo haya kwa sababu hakuwa na nafasi. Na niseme hivi, we do not sin kwa sababu hatukosi nafasi. Nafasi za kufanya dhambi zinakuwa mingi. Ambia jirani yako hivi. Nafasi za kudanganya ni mingi. Nafasi za hongo ni mingi. In fact, dhambi hauitafuti na kutafuta. But he said, because you have not been given into my hand, you are not one of my responsibilities. I can't sleep with you. Amen? Na mwanamke akakaambia kijana, kwa sababu ya hii ujinga yako, utaona vile nitafanya.
So kalipotoroka kakaacha koti, mwanamke aliweka vizuri as an exhibit. Kila mtu aseme exhibit. Yes, ya kwamba kuna kijana Mhibru alikuwa anataka kulepu yeye. Na nini mkubwa gani anaweza sikia maneno kama hata ni Mungu hakakukatwa kichwa, because wanaume wengine wanakuwa tu. Amen. Na exhibit ikapeanwa jioni. Kalikuwa anataka kulepu na huyu mwanamke alikuwa wike. Bwana Yesu asifiwe. Lakini God who knows all things hakumwacha Yusufu hata baada ya kuwekwa gereza. Kwa hivyo wale mnateseka kwa sababu ya mambo ambayo hamkushiriki. Unajua niliona mwanamume mwingine amefungwa. That man made me mimi sikuwa mwepesi wa kulia, lakini huyo mwanaume alifanya nisikie kulia. Aliwekelewa he was accused of murder. Sio Kenya, ni US. Na akafungwa. Na alifungwa miaka mingi mpaka alizeekea ndani. And eventually akiwa na around 60 years ndio ati ilisemekana hiyo accusation haikuwa ya ukweli. Na alifungwa akiwa kijana, akiwa 20 something years. Sasa ukiwa na 60 ndio anafunguliwa. Sasa ukiwa na 60 something years unafunguliwa uende wapi? Bwana Yesu asifiwe. So alikuwa anaulizwa, haki kuna watu wako na moyo kubwa. Alikuwa anaulizwa what do you say? Akasema me I thank God for everything. I forgive them. Akasema I was innocent all along but no one had me. Alifungwa kwa sababu ya mwingine but he remained loyal and faithful to his God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa anatoa ushuhuda mpaka ushawaona watu wanasikia ni kuna mtu anaongea unasikia ni kama wewe. Akiniangalia hiyo mtu nikasema hata mbinguni hatutatoshana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu amefungwa kwa sababu ya hatia za mwingine. Kama ni wewe ungekuwa umefungwa kwa sababu ya kosa ambayo sio yake, alafu utoke ndani, ungeenda utafuta mwenye alikuweka ndani, mwenye alikuwekelea hiyo kitu uwe. Lakini huyu alisema I have forgiven you. That is the heart of a man of God. Bwana Yesu asifiwe. Acha wewe unakuta ati mtu aliongea kidogo kwa plot ati akasema sijui ana suspected wewe ni mganga. Umempeleka pale kwa chifu wa Moroko. Yeye ina haja, achana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwani kubeba msalaba si hiyo pasa? Hiyo punda unaitwa na gamia na takataka. Hiyo ndio kumaanisha umeokoka. Au ni aje? Acha wale watu wanasemaga kuokoka sio ujinga. Kuokoka ndio hiyo sasa. You carry the cross hata ingawa ni ngumu na ni chungu. Kwa hivyo huyo mwanaume alieleza ya kwamba the remaining part of his life atakaa maisha ya kutumikia Mungu kwa sababu hajabaki miaka mingi ya kukaa. Lakini akaulizwa surely hauta appeal the case. Maana unajua kuna kwa appeal. Kwa kesi ukiona umedhulumiwa you can appeal. Sawa sawa. Si you can appeal. Yes. Akasema haina haja kuapili. Acha ikae hivyo. Mungu aliona ikae hivyo na ikae hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Unaona watu wako kanisani na bado wanapelekana kwa koti. Kanisa na wanasoma the same church. Hata pastor anaitwa ndiye mshahidi. Pastor, ni washirika wako? Mimi siwezi kuja na mkipelekana kotini msiniite. Taniambia ni wafundishaga nini hapa? Au niaje chini? These things happen. Mshirika na mshirika. Kwangu nikiwa wakati nilifungua kanisa tukiwa wageni Chang'ombe. Washirika wangu wawili walikuja. Nitatue case. Na unajua walikuwa wageni sana kwa jana. Mmoja alikuja akaniambia, "Na zile case tunaletea hapo ni za ujinga." Alikuja akaniambia, "Huyu mama mtoto wake amepupu kwa mlango yangu." Hiyo ndiyo ilikuwa kesi ya kwanza yangu nikiwa pastor. Washirika wangu wa kwanza walikuwa walevi. Watu wanakaa hivi fueke. Lakini niliona ni test. Mungu alikuwa ananipitishia. Haya, huyu naye akasema sijui alifanywa nini. Na wote ni washirika, hutaki kupoteza huyu na hutaki kupoteza huyu. Sasa hapo ukijaji vibaya. Huyu mmoja atasema umelalia pale mo. Haya, hebu niambie kama ni wewe ungetatuaje hiyo kesi?
Na unajua mtoto si anaweza kukuka mlango ya mtu. Mtoto si ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa jirani yako angetatuaje hiyo kesi? Nilitatua vizuri sana. Na tukaendelea kuwa washirika. Bwana Yesu asifiwe. But I want to say this. Mambo haya yanafika hapo kwa nini? Kwa sababu watu hawataki. You know, they don't want to pay any cost because of this gospel. Anything that causes you discomfort, utoke kwa barabara hiyo kubwa. Unajua barabara kubwa kama sasa ninaona barabara Mlolongo zinapanuliwa. What are they doing? They are doing all this so that they can accommodate more. Hii kama barabara ya kwenda mbinguni wapendwa, tafadhali shikeni. Kuna vitu itabidi weke chini. Na kuna vitu itabidi uchukue so that you can fit in that small and narrow way. Are we together? Yes. Joseph, ukiangalia vile Joseph aliambia ndugu zake baada ya kuja, because walikuja miaka mingi. Wakati kulikuwa na kiangazi walikuja wakatumwa na baba yao atuende waangalie wapi Egypt kama kuna nafaka. Maana dunia mzima hakuna mahali kulikuwa na serious. Ni Egypt peke yake. Na Joseph amewajua. Na Joseph ni prime minister. Ako na nguvu na uwezo. Hakuna mtu alikuwa anasema kama yeye. Kama ni wewe ungedu. Uangalie ndugu yako hivi mwenye kwanza alikuwa anasema au tuue. Au mwingine akasema hapo baada ya kuua wacha tuuze. Na saa hiyo uko na nguvu na uwezo ungefanya namna gani? Wengine hapa tungefunga mpaka. Lakini Joseph alisema aje? Alisema sio nyinyi mlinituma hapa. Ni Mungu alisababisha mnitume hapa so that niokoe nini? Kizazi. He saw the bigger picture. He remained faithful to the calling. Amen. Amen. Sometimes wale watu wanakudhihaki na wanakupinga, sio wao. Hao ni wakufanya uinuke uende next level. Amen. So haufai kuchukia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza jirani yako ni nani wewe unachukia? Labda huyo ndiye Penina wako. Nilikuwa nafundisha watu hapa Fred nikiwaambia, Penina alikuwa muhimu sana kwa Hana. Hana labda hangezaa bila Penina. Lakini kila asubuhi Penina anampatia dosi gapi? Kazi yako ni kunona watu na huzali, naye Hana anatafuta Mungu. Maana watu wengi wanakaa Hana. Hawatafuti Mungu mpaka kuwe na nini? Shida. Kiangalia kabati anaangalia naona imejaa. Akienda wardrobe mavazi iko. Mzee iko hapa. Naye Mungu anahakikisha kuna Penina mahali. Nataka Penina. Hamtaki Penina? Bwana Yesu asifiwe. Mnataka Penina? Wengine itabidi tutumwe Penina maana mmekataa kuomba. Mimi nimekuja kurealize so many people do not seek God so long as everything is okay. Kiangalia watoto wako hapo wananuka, mzee wako hapo amenonea hapo, yeye kila kitu wako naye. Pastor tuonane Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akisikia mgongo inauma hapa, tumbo inaleta shida, unataka kumuona hapa kanisani. Kuna watu wanakujaga ninajua huyu kuna mahali kuna siafu imeuma. Na nasema siafu uma kabisa atafute Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini haina haja kungoja umwe na siafu, ni kweli? Tafuta Mungu, baki mwaminifu. Kuna mtu alikuja akaniambia hata nilisikia akisema acha nikuambie pastor, mimi moyo yangu ni kutumikia Bwana. Nani? All of us moyo yetu ni hivyo. Lakini hiyo moyo kile kitajaribu hiyo moyo Mungu aone kama iko kwake. Ni majaribu. Are we together? Are we together? Yes. Shetani akiona umeenda kwa Mungu sana, sometimes kile kitu huaga unamisa atakupatia. So that you can remain loyal not to God but to that thing. Kuna watu shetani amewapatia pesa sio kwa sababu anawapatia kwa sababu anawapenda. Ndio awatoe kwa Mungu. Na kuna watu wanafikiria kila baraka ati ni ya Mungu, sio kila baraka ya Mungu. Kuna watu njia ya kuwatoa kwa Mungu ni kuwapea vitu.
Na kuna watu njia ya kuwatoa kwa Mungu ni kuwanyima vitu. Sasa angalia shida yako iko pande gani? Kuna watu njia ya kuwatoa kwa Mungu ni kuwapea. Na kuna watu njia ya kuwatoa ni kuwanyima. Bwana Yesu asifiwe. But if we can be governed by love, like Joseph, he saw the bigger picture. God, I know, ndugu zangu, they never meant it for evil, but they were preparing a way for me. Niwe daraja na niwe msaada kwa watu wengi. Hata hiyo shida unapitia wakati huu, ni vizuri kuuliza Mungu, ni kwa nini napitia hali hii? Bwana Yesu asifiwe. Are we together? So Joseph was faithful to his master, Potiphar. He was faithful. He was so faithful. Amen. Bwana, umeajiriwa kazi. Are you faithful to your boss? Au ni mahali kumeandikwa 20 bob unaongeza tu 0.3. Inakuwa tu 20,000. Maana hii inakuwa very tempting. Cheki inasema ni 200. Na wewe unaongeza 0 ngapi? Bili ndio ikuje 20,000. Alafu nasema ni kujitafutia. Si ni kujitafutia? Unajitafutia na kalamu. Endelea kujitafutia na kalamu. Ilisikia ndugu mwingine alipewa check. Alikuwa anafanya alifanya kuachiwa, alipewa check ambayo haikuwa, unajua check inakuwa na signatures ilikuwa saini lakini haikuwa imeandikwa amount. Na ilikuwa open check. So inamaanisha hivi ya kwamba hiyo check ukiandika any amount inaweza pata. Sawa sawa? Sasa kuna wazo ilikuwa inamwambia hii ni pesa imeiva hii. Lakini ingine inamwambia sio vizuri kufanya nini? Alikaa nayo for some few weeks. Akihubiriwa tu. Lakini mambo yote ilikuwa anajaribu faithfulness, because before you go to greatness, before God promotes you, he will make sure you are tested. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye alishinda hiyo majaribu. Hata alienda kwa pastor wake akamuuliza, unaonaje? Si hapa ni Mungu amesababisha tu. Sasa akamwambia bwana, hii sio ya Mungu. Hebu rudisha sheria yeye. Sasa wakati alipelekea manager, alimwangalia ati the first thing alimuuliza, unasomanga church gani? Ndio mjue ukienda huko ufanye vituko, sio Mungu peke yake unaibisha, unatuaibisha hata sisi. Sawa sawa? Sio Mungu peke yake unaibisha mpaka kanisa. Aliuliza unasomanga kanisa gani? Akasema pastor wako ni nani? Akasema yani, akaulizwa hii check umekaa nayo all those days na huja bank na hukuandika amount? Yes. Why? Mimi I'm born again. Manager alimwangalia hivi akamwambia, wewe you are the kind of people that you want in this company. Na alikuja kupewa promotion akawa manager. Maana amepita mtia. Okay, wacha tu assume ameandika 20,000 hapa. Aende ya bank na itoke. Si atakosa sasa the post of manager kwa sababu ya tamaa. Abia jirani yako kuwa faithful. Are we together? So Joseph remained faithful in the house of Potiphar, though he went to jail, but the plan of the devil did not succeed. Maana eventually he became the prime minister. Shetani hawezi zuia mapenzi ya Mungu kukaa ndani ya mapenzi ya Mungu. Wacha nikwambie, shetani hawezi pinga, hawezi funga ule mlango Mungu amefungua ukikaa ndani ya Mungu. Unaweza finika tu kwa muda, but God is faithful. You make sure his plan for you will come true. Amen. Jeremiah 29 verse 11 inasema aje? I know the plans that I think towards you. Meaning God has a plan, right? Abia jirani yako, God has a plan. Bwana Yesu asifiwe. God has a good plan for you. He thinks something good towards you. And his plan, the Bible says, is not bad, is not evil, but good, right?
Lakini sasa angalia most of us vile tunaharibu plani ya Mungu. Mungu amepanga kazi ya kuinue, alafu ndiye huyo umedanganya. Mpaka Mungu sasa anashindwa huyu utamsaidia na mwanani. Wapendwa, let us remain faithful in Jesus name. Hallelujah. Tusiwe kama watoto wadogo wale unawapatiaga rolopo, wanalilia unampatia rolopo. And then when God you demand, nikatie, anakuambia mimi siwezi katia wewe. That is how we are behaving like watoto wadogo. Mungu atusaidie. Be faithful. God will promote you. God knows your problem. Anazijua. Hakuna kitu Mungu hajuaji. Unanisikia? Yes. Hakuna kitu Mungu hajuaji. Anajua hizo shida zako, anazijua. Lakini watu wengi wanafikiria guys like God is heaven. He does not. He knows. But some of this problem, Mungu anangoja aone how you are going to behave. Sawa sawa? Yes. Anangoja aone how you are going to behave. Kumbukeni Peter alimkana Yesu mara ngapi? Mara ngapi? Haya, na Yesu alikuwa amemwambia utanikana mara ngapi? Na akamwambia jawao ikiwika mara ya 3. Kwa hivyo Yesu akiwa pale anahojiwa anajua tu jamaa sasa ameanguka mtihani mara ya ngapi? Kama msichana kamekuja akamuuliza sini hata wewe unaongea kama wao. Kama msichana acha upumbavu, mimi sitaki ujinga. Mnanisibua hapa mnaniwekelea mambo sijui. Mara ya ngapi? Ya 3. Jamaa mwingine amekuja amemwambia si hata wewe. Mimi simjui mtu na Yesu akamwangalia Peter, jogoo ikawika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza jirani yako amekaa na Yesu mara ngapi kwa sababu ya pesa? Unapiga kehidi natokea pale mbele. Nasema nitatubu Sunday. Inaitwa deal. Kila mtu aseme deal. Unakata deal. Na shetani, unajua shetani anakujaga anaangalia kwako, anaangalia. Anataka kujua ni nini sio ya kwa Mungu. Unajua Ayubu alisukukwa na shetani mara kadhaa. Shetani alikuwa anaangalia ni nini kwa Ayubu sio ya kwa Ayubu. Kwa shetani anakuja anazunguka baba yako, anazunguka. Anaona hii ni ya deal. Hii ni ya deal. Hata hii ng'ombe ni ya deal. Sasa anaenda huko anauliza Mungu, sasa hapa huyu mtu unasema ni wako na sasa hizi deal ninaona kuna ng'ombe za deal, kuna viti ya deal, TV ni ya deal. Nini nyingine ya deal? Wewe nisaidie tuhubiri nini nyingine ya deal? Hata viti ni ya deal. Ulikutana nazo mahali zinauzwa na zilikuwa za wizi. Wasema kwa sababu zinauzwa bei kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusaidiane ndio tumaliza nini nyingine ya dini kwa nyumba. Ukiangalia kwako nini gani nini na nini ya dini. Leo inaonekana mahubiri leo ni ngumu. Hata tajamani. Hata tajamani ni ya dini. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hivyo wapendwa. Let us remain faithful to God. Amen. God will bless you. Na baraka za Mungu hazinaga huzuni maji. Baraka za Mungu hazinaga huzuni. Hizi baraka zingine watu wanajitafutia ziko na huzuni. Maana lazima uchuke ziziende. Lakini kile Mungu amekubariki anachunga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. If God blesses you, he maintains the blessing. Yes. If you seek for it, you maintain for it. Amen. Wacha nirudie. Mungu akikubariki ana maintain. Wewe ukijitafutia una maintain. Hiyo ndio tofauti ya baraka ya Mungu na ya kujitafutia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumeingia kwa nyumba. Kila mtu ameingia kwake. Ni nini ambao ni ya dini? Anishawahi ona watu wamefungwa, unasikia mtu amefungwa miaka mingi sana kwa sababu ya hizo tudini. Simu. Unanunua ya simu ya wizi. Simu unauziwa 5,000, simu ya 15,000 au ya 20,000. So that uwe tu na simu kubwa. Wacha nikwambie. Not everything that glitters is gold. Na tafadhali mnisikize. Mimi ninahubiri na ninaongea. Not everything glitters that is gold.
Joseph. What do we learn from the story of David? What can we learn from these people concerning faithfulness to men? Maana wapendwa ni shikeni hii tafadhali. Before you say you are serving God, God will always test you in serving men. God is looking how you serve me, Malika. Sawa sawa. Pastor Paul, God is looking how you serve your pastor. God is watching. Amen. Amen. God is looking how you are serving that leader ambaye amewekwa juu yako kwa church. Mungu anaangalia. Wacha nipewe hiyo kiti. Mimi nikipewa, wacha upuzi, hakuna kitu kufanya. Be faithful, be loyal. Serve under that woman. Serve under that man. Be faithful. Are we together? Yes. What can we learn from the story of Joseph and David? Ningetaka tuandike a few points and then andika hivi: be a trusted burden bearer of other people's job. Be a trusted burden bearer of other people's job. Be a trusted burden bearer. Who is a burden bearer? Ni mtu ambaye anasaidiana kubeba mzigo. Be a trusted burden bearer. Uwe ni bibi, be a trusted burden bearer of your husband. Sio mzee akiacha pesa kwa koti. Mama wewe, mzee akiacha pesa kwa koti, unawekewa, unasema hii ni ya yule anaoshaka. By the way, mama, kwanza tukubaliane ni hapa. Ukikuta pesa ya mzee kwa koti unafaa kumwekea vizuri. Yes. Unafaa kutumia. Na ninamwangalia kwa sababu yeye huwa ananiwekea pesa, ninaikuta. Yes. Sawa sawa. Mama, inaegeleka wapi ukikuta gili moja msee alisahau hapo? Unasema hata Mungu ni mwaminifu. Hata hakubuki. Yes, that's what I'm saying. Maana imekaa kwa koti, kwa maana hakubuki. Huwa inaenda wapi? Wacha hata wengine sio kusahau. Wengine hata wanaiba kimakusudi. Msha atauliza, "Nani unaona hii pesa yako kama ilikuwa 10,000?" Unapo hapana wewe, angalia vizuri. Kumbe mama alipita na kitu mahali. Be trusted burden bearer. Amen. Joseph was so much trusted and faithful. Mkubwa wake hapo anajua north or west. Kuhusu nyumba, kuhusu mali, Joseph wako. Hata watu wakikuja kwake wanamwambia tunataka ana endeni kwa prime minister. Yeye ndiye anajuaga hii maneno. Yaani that man alikuwa amepumzika. Sawa sawa? Yes. Sawa sawa? Yes. Lakini kuna watu, most of the people are not burden bearers, they are burden themselves. Instead of you becoming burden bearer, you become part of the burden. How many burdens do we have here? Yaani umekuwa mzigo mpaka kwa mzee. Mzee akihesabu ile mizigo ako nayo, huwa anakuweka ndani kuwa mzigo hapo. Pastor akihesabu mizigo, huwa anakuhesabia hapo ndani. Ile mizigo inamsumbua kwa church. Anakuweka, hii ni mzigo mmoja inanisumbua. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Na hakuna mtu anataka kubeba mizigo. Kila mtu anataka mtu akumsaidia mizigo. Lakini sio kuwa part of the burden. Kwa leadership you are a burden. You should become burden bearer. Sawa sawa? Amen. Amen. Kwa mama tutakuwa burden bearer. Hatutakuwa burden. Kaja ndugu mwingine alikuja akaniambia, Haki bibi yako anapendanga kuniaibisha mbele ya watu. Na aliniambia ati bibi yake Soloma hakuna watu wageni ni mzuri sana. Wakati wageni wamekuja, ndiye anainuaga tule tutope twa na saa hiyo ndio anataka wabishane na mzee mbele ya watu. Sasa hiyo ni burden au ni burden bearer? Hiyo ni burden.
alikuwa ananiambia ati kwanza unajua kuna vitu zingine mnawekaga under the carpet wakati mgeni ameingia. Si mnajua hivyo? Si mnajua? Kuna vitu hata bibi mzuri ni yule ambaye mlikuwa kwa msara na mama hapo mkisikia no, hata kama alikuwa analia, karibuni wageni. Huyo ndiye baden bearer, si kweli? Lakini sio yule ambaye hata kama kulikuwa na amani anaanza kulia. Ndio wageni wajue hii nyumba iko na shida. Sasa huyo jamaa alikuwa ananiambia shida moja ya bibi yake ni kuwa wakichokorana, badala unajua kuna mambo ya kushughulika. Yeye alikuwa yani anakuwa violent mpaka anamwambia kama ni lazima kila mtu ajue. Anamtoa nje ati waende sasa wapigania pale nje kwa mahali public. Sasa namuuliza hii haikuwa kitu hata kupigana. Bibi anamwambia hapana. Mwambie basi hata kama tulioa wewe ulioa. Because why make a public something that is something minor? You make a mountain out of a molehill. Bwana Yesu asifiwe. As a wife you should cover your man, As a man you should cover your husband. You cover one another's back, one another's problems. You don't expose them. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Be a trusted burden bearer of other people's job. Number 2, you must know your boundaries or limits and not abuse opportunities. David and even Joseph. Na wengine wanapisha, akipisha badala aingia onyesha mahali ya kukaa, akompaka bedroom. Kuna shida hii shida yake, anakuwa shida yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia kakilipu kingine. Kajamaa alikuwa ametumwa aombe sisi. Alitumwa kiberiti. Aliomba mpaka kanyama kidogo. Ushawaisikia hiyo kakilipu? Kasukari kidogo, kuni kidogo, tumaji. Aliomba kila kitu. Na hivyo ndivyo ilivyo siku hizi za mwisho. Unaona watu hawajui mipaka. Sawa sawa? Lazima ujue mipaka. Wewe ni mfanyakazi, jua mipaka yako between you and your boss. Jua mipaka yako between you and your pastor. Au ni aje? Kuna mipaka baina yako na watoto. Wewe umeolewa ni msichana na bado unaruka bagicam. Unajua bagicam? Na wasichana wale mlikuwa. Wewe ukiolewa wachana na wasichana. Kuna mipaka. Leo bwana jamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia jirani yako kuna mipaka. Amen. Hata wewe ni mzee unatembea na vijana mnaambiana nini? You are the old one. Ni kama buda na busi zinatembea pamoja. Sasa unafanya nini na vijana? Tembea na wazee. Au ni aje? Ati vijana unakuta mzee wa 50. Niona mwingine mzee kabisa wa 50 something years. Lakini lika yake ile anatembea nayo ni vijana wadogo wa teenagers na wale wametoka teenagers juice. Ndio wanachoka nao. Hata nisikia wanamuita baba. Honestly speaking, walikuwa wanamuita baba. Because to them, he should not be their age mate. He should be a father. Wanamuita baba, at least wanampatia hiyo heshima. Lakini shida ni kuwa baba amekataa kuachana na heshima. Hataki kuachana na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abia jirani yako mipaka lazima iwepo. Wewe umeokoka na bado unatembea na walevi. Mnafanya nini na walevi? Tunajua walevi wanakuwa na mawaidha sana. Ukimrefikana atakupatia mawaidha. Hata wakilewa ndio wanatoaga madili. Ninashangaa na watu sana. Are we together? Yes. Abia jirani yako kuna mipaka. Kama umeokoka weka mipaka. Sawa. Kama umeolewa weka mipaka. Sawa sawa? Yes. Shida nyingi mnaona ziko na watu kwa sababu kutokuwa na mipaka. David alijua mipaka yake. Joseph alijua mipaka. Akajua bedroom sio yangu, mwanamke sio wangu. Sawa sawa? Sawa sawa? Yes.
Na ukijua mipaka maisha hayo utakaa maisha mazuri basi. Sawa sawa? Utakaa maisha mazuri. You know how to handle men, you know how to handle young men, you know how to handle bosses, you know how to handle, you live a good life. Hata nifikishe hapo usiseme nilitumwa. Na yenyewe nilitumwa nikuje niwaambie. Sawa sawa? Kama yeye ni mchungaji kama mimi. Kuna mipaka, unafuatana na wanasiasa, mnaenda wapi na wanasiasa? Ati ndio wakiagusha kitu uchukue. Hii ni mentality ina nani? Tatizo mnaona, ndio maana mnaona hata madhabahu siku hizi haiheshimiwi. Wanakuja hapo wanasema uda. Nisikie kile ati kwa sababu unajua sasa wanafuata na kundi kubwa. Hao vijana wanafuata hawa wanasiasa. Wengine wanaingia makanisani na miraa na badi. Sasa wanasiasa wao kwa pale mbele. Maana wakiingia wanapeana viti ya pesa. Nao sasa si wako huku nyuma. Huko wanaendelea kutoka. Sasa unasikia kanisa imegeuka imekuwa vitu vingine. Wanaweza wasikie. Hello. Yes. Na okay, hiyo tuko na election next year. Tutawaona wengine hapa. Chief Kapenda. Ani achane na yeye. Si ufanye kampeni ya Yesu. Amen. Si unasikia imani zimepungua ni moja. Si ufanye kampeni ya Yesu. Huda. Ndio unaona ni dumu. Na anafalia mpaka gogo si adibukana. Na unakuambia unachafuka kuchafuka. Na huwezi toka huko kuwa mzafi. Na ile kitu wanapewa 1,000 baada ya kupigia mtu kampeni na kutusiana huko ndani. Kuwe na mipaka kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mtu amenisikia? Yes. Wachungaji mnanisikia? Yes. Kuwe na nini? Mipaka. Na mipaka. Kama unasikia uko na moto sana ya kampeni, ukuje uniambie. Tukufungie speaker moja kwa matatu hapa ufunguke ukisema Yesu ni Bwana. Tuone kama utakubali. Ndio ujue ni kipi nakufungua. Au ni happy wapendwa. Kama ni moto jeni, akuje aseme, speaker tuko na mingi. Tutafuta tu moja hapa na pika. Usunguka hivi unapo ukisema Yesu ni Bwana. Kampeni ni ya Yesu, uone kama utakubali. Namba 3. Nataka tumalize. Umeandika gani na gani? You must know your boundaries or limits and not abuse opportunities. Sawa. Do not abuse opportunities. Number 3. Umeandika gani na gani? Small beginning, andika number 3. Small beginning and little experiences teaches us to depend on God. Small beginning and little experiences teaches us to depend on God. Kuna mtu ameshika hiyo? Small beginning and little experiences teaches us to depend on God. Number 4. Andika number 4. While moving to great things, we must keep our eyes to small things. While moving to great things, we must keep our eyes to small things. Number 5, and the last one, we must learn from our small experiences and victories that gives us courage to fight giants. We must learn from our small experiences and victories that gives us courage to fight giants. We must learn from our small experiences and victories that gives us courage to fight giants. Umeandika gapi? We must learn from our small experiences
and victories that gives us courage to fight giants. Hallelujah. Umeandika hiyo? Yes. Andika hii ya mwisho. Negative attitude toward little things keeps us from God's promotion. Negative attitude toward little things keeps us from God's promotion. Negative attitude toward little things keeps us from God's promotion. How do you handle that small money? How do you handle 1,000? How do you handle 10,000? How do you handle 500 shillings? Maana kile watu wengine wanahitaji hata sio pesa, nilisema hivyo, wanahitaji marekebisho ya vichwa. Sawa sawa? Yes, be faithful, have the right attitude toward small things, okay? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nisikie amen kubwa. Amen. Yes. Be appreciative. Kuwa mtu wa ku appreciate small things. Wakati mtu amekufanyia kitu kidogo, mwambie asante. Sawa sawa? Mwambie thank you. Everybody say thank you. Thank you. Tujifundishe hizi vitu. Learn to say sorry. Okay? Yes. Kwa sababu hii ndio shida inakuwa na watu wengi. Mtu anakaa wacha niseme hivyo kwa sababu niko kwa madhabahu. Lakini unakuta watu wengine wanakaa kitu baya. They are never grateful for anything. Hata kuamka asubuhi wapendwa, uone jua, tell God thank you. Sawa sawa. Kuuliza mtu barabara hii ile building inaitwa sijui nini, inakuanga wapi na kueleza, mwambie thank you. Kini sio tunakaa hii kuda inasemekana kaje, asante ya kuda ni thank you. Yani small things. Hiyo greatness huwa inakuanga determine how you handle small things. Sawa sawa. Maana Mungu hagetaka kuinua kupatia mamlaka wakati uko juu haujui kuongea bado. Bado mnajua mtu akiwa mkubwa anaongeaga mbele ya watu wengi. Lazima kwanza ufundishwe kuongea kwa ile level ya chini. Au ni aje? Yes. Au ni aje wapendwa? Yes. Lakini kama hujui kuongea ukiwa hapa, ukifika huko ndio utajua. Na unajua sasa mtu akikuita ng'ombe akiwa hii level, hiyo ng'ombe haikuwa kubwa. Mtu akikuita ng'ombe akiwa huko, hiyo ng'ombe ni kubwa sana. Si mnajua hivyo? Au ni aje pastor? Imagine kuwa na pastor ambaye anatusi watu kwa madhabahu. Si mnaona kazi zingine zinaenda kwa magazeti? Hamuonaji? Ukiruka class, kuna vitu utafanya hapa iandikwe dunia mzima. Amen. Amen. Mzee kama amekuja hata kama amekuja na nyama, mwambie dadini asante. Leo tunakula nyama. Si kumuuliza kama ni agamia au ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Learn to say thank you. Umenunuliwa nguo, say thank you. Unaona vile mnaniangalia hapa? Say thank you. Na wewe msema umepikwa chakula mzuri, say si unaanza kuuliza wewe ikipikwa namna hii, kwa nini mmeweka maji mingi aje? Kwa nini chumvi mliweka na bakuli? Bwana Yesu asifiwe. Say thank you, okay? And you encourage your partner. Leo kesho atakuja na kama amekuja na nusu na kakuota umesema thank you. Kesho atakuja na kilo au ni aje? Hii sio unaikula na madharau. Hallelujah. Amen. These are small things that are breaking families, small things that are breaking nations, small things that are breaking churches. Sawa sawa. Yes. If you do not understand something, ask. Sawa. Kuliko unatoka na kikitu, unaenda unachangia, unakiberebesha, unarebesha ikuwa uongo. Usingeuliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua siku moja nikimalizia, Yesu aliuliza wanafunzi, who do people say I am? Who do people say?
Kuna watu wanasema I don't care what people say. Let me say this. It is good to care. Amen imekuwa mmoja peke yake. Sio unasikia watu wakisema wataongea usiku. Wanaongea mchana. Unanisikiza Wataongea ni wanaongea nini? Usiku. Sikiza wanasema nini? Yesu aliuliza wanafunzi, who do people say I am? Sawa? Alitaka kujua watu wanasemanga mimi ni kama angekuwa hadari angeuliza. So it matters what people say about you, right? Yes. Sawa sawa? Yes. Nilisikia mhubiri mwingine alisema alipata visa ya kwenda ng'ambo. Lakini kukawa na watu wametoka kule alikuwa anakaa wakaenda hiyo ng'ambo mbele yake. Walienda wakaongea mambo mabaya sana kuhusu pastor. Alitumua tu barua akaambiwa ng'ambo usijaribu kufika. Tumekujua tumeambiwa mambo yako. Sawa sawa? Sawa sawa? Yes. Na kule ng'ambo alikuwa ameitwa vitu vizuri sana. Mungu alikuwa amefungua mlango. Akitoka huko ng'ambo akakuja akiwa mtu ameshiba. Lakini what people says ikamzuilia huko. Hakuenda. Sawa sawa? I don't care what people say. Wataongea mchana. Usiku watarara. Be careful. Amen. Tabia zako, mienendo yako, ukisikia watu jina yako maandiko yanasema jina ya mtu ni mzuri kuliko manukato. Sawa sawa? Mnajua jina ya mtu ni mzuri kuliko manukato? Hiyo jina yako ikitajwa, what comes in people's mind? Wakisikia fulani wa fulani, what do they think? Au unatajwa fulani wa fulani, wana mwizi, wekeni vitu vizuri. Wekeni wasichana vizuri. Anapita. Uliza jirani yako tumemaliza. Jina yako ikitajwa watu huwa wanafikiria nini? Muulize. Pastor. Unatajwa watu wanafikiria nini? Timatas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu hata ukimwacha kwa kazi yako ya duka au umwachie watoto, you don't feel it. Lakini kuna wengine ni ndugu zetu na wengine ni shagazi, wengine ni cousins, uzo. Ningemutikira shera yako, siwezi mwachia watoto wako. Na ni mtu wenu. Kwa sababu hiyo jina ikitajwa, kuko na record mbaya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wewe jina yako ikitajwa Heaven huwa anasisimuka au anasema aje? Wewe hujui kuna mtu alishuhudiwa na bibu na hakuwa kamati iliwekwa. Wakawa wanaulizana, Mungu alikuwa anasema umenionea mtumishi. Na shetani anasema shetani hakusema hapana. Shetani alisema ni kweli lakini ni kwa sababu wewe jina yako ikitajwa mbinguni, Mungu anaweza kukushuhudia wewe. Wacha tumalize na Mungu anaweza kukushuhudia. Au wakati uko mgonjwa hata plot wana rejoice. Wanasema wanauliza yule mama wetu anasikuanga kwa plot ya kwa. Wanaambiwa mgonjwa sana. At least aongeze wiki nyingine vipi kwa sababu at least kwa plot kuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Ukitajwa watu wanafikiria nini? Ukiwa mgonjwa watu wanasikiaga kupumzika. At least kuna amani. Tubadilishe njia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuweni kama Tabitha. Let's be faithful. Be gentleman. Be a gentlewoman. Let people miss your presence. Can we miss your presence? Bwana Yesu asifiwe. Are you missed in the house? Au wakati hauko ndio hiyo nyumba inakuwa ni kama sherehe. Watoto wanafurahia. Mama hayuko. Ni kwa sababu umekuwa kitu mbaya. Wakiingia kila mtu anajipatia shughuli. Watoto wanaanza kulala hapo kudusi. Kwa Yesu asifiwe. Can we miss you in church? Hata kama huko tunasema fulani yuko.
Do we note your absence? Do your absence make any difference? Si unijibu. Does your absence make a difference? Tabitha nikimaliza alipokufa watu walisema asizikwe, walikuwa nakuja na vitu, huyu hii ni yeye alinishonea, wazee hii fulana ni yeye alinishonea, wamama wanalia hapo mpaka wakaulizana, jamani hawezi zikwa huyu, wewe ukikufa anaweza kuja hata siku mbili au atasema kwanza kuna covid shika jioni harakisha hivi. Amuonaki wale watu wanawekagwa ni wale watu wako na kitu. Ni wale watu wameguza lives. Unasikia mtu amewekwa mwaka mzima. Mwaka mzima sababu kuna vitu zinazuia yeye kuzikwa. Au mmoja wao na watu wamewekwa mwaka mzima. Unasikia huyu mama ana demand chia yako. Ushaona maskini amewekwa mwaka mzima. Alizanaka. Alikufa akiangalia wapi? Kwa sababu hakuna kitu umeacha. You have not touched anybody life. Wanasema kwanza azikwe kwa kona kwa ua pale. Haina haja azikwe mahali tunalimaga. Lakini ukisikia mtu anawekwa mwaka mzima, kuna lives za beruza. Kuna watu wamebeba wengi. Hao wanasema hawezi zikwa. Wanaweza zikwa. Lakini si wanaenda wanakuta mwili yako walifanya mistake. Ulisikia wengine wamebeba mkapa wamepeleka, ulisikia hiyo? Kile nyaka sijui wapi. Si walimuendea. Wana obtain court order, wapewe maiti yako. Lakini wewe kama uko naiba, anakuta kichoge ndio yako hapo anasema, si mwili ni mwili. Hata wao wazidi kwa ndugu zetu. Wanaweza sifiwe. Be faithful. Amen. Hallelujah. Amen. Be faithful na hiyo kidogo. Amen. Sawa sawa. May God bless you. Amen. Hallelujah. Amen. Niko na watu waaminifu ndani ya nyumba. Be faithful. Amen. Mungu nikimaliza, God values faithfulness and he really loves people who are faithful. Na ukiangalia kwa record za Biblia, all faithful people, even those who refuse to die. Kuna watu walisema hatutainamia miungu kwa sababu ya nini? We are loyal to God. We can't bow to any other god. Afadhali tukufe. They are recorded in the Bible. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuwa mwaminifu na Mungu unasema sitainamia miungu. Nitashikilia Mungu wa mbinguni. Awe na anipe pesa asinipatie. I will serve him. Hawa watu there is a promotion for them. Amen. Sio ati umeshika kanisa mguu mmoja iko church, nyingine iko Babylon, iko hivi. Sasa hata shetani anashindwa, huyu mguu mmoja naonaga iko kwapi? Na Mungu pande hii nyingine anaona kama mguu kako kwake, sasa anashindwa huyu hapo wapi? Hata Biblia inakataa hii mambo ya lukewarmness. Inasema aje? Be cold or warm or hot, ni hot. Lakini sio warm. Uliza jirani yako kama ni hot. Si umuuliza ndio tumalize ibada. Muuliza kama ni hot. Be hot for God. Amen. Or be hot for the devil. Wacha hata shetani ajue hapo na mshirika kweli kweli. Lakini hauko kwa Mungu, hauko kwa shetani, uko tu hapo. Hata shetani anaangalia kana shida. Ni wangu. You sometimes you go very hot for God. Other times you go cold. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimemaliza. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. At least leo nimekaa mahali pamoja. Leo sijatembea kama